Yanga msimu unaokuja wachekeshi na wakwepeshi wamemaanisha kuyafanya yale ambayo sisi hatukuyatarajia. Msimu unaokuja uzungu mwingi ndani ya Young Africans, wazungu kibao namna hii. Taarifa zinaeleza kuwa Young Africans imefikia makubaliano ya kumwajiri mtu anayefahamika kama Yardan Valodia kwa mchambuzi mpya wa video na mfumo wa soka, performance analysis wa klabu ya Young Africans. Ni moja kati ya watu wanaotazamwa kuja kubadilisha mtazamo na jinsi ambavyo Young Africans itakavyocheza katika msimu unaokuja. Unaambiwa huyu bwana ataambatana na kocha Manqoba ambaye alitambulishwa mwisho wa wiki iliyopita. Na hii ni kwa mujibu wa mwandishi wa habari za michezo na mtaalamu wa tetesi wa kufahamika kama Felix. Valodia ni nani huyu? Kwanza ni moja kati ya wachambuzi wadogo sana. Yardan Valodia ana umri wa miaka 21. Alizaliwa tarehe 26 Disemba mwaka 2004 huko Johannesburg, Afrika Kusini. Valodia alilazimika kuacha kucheza soka baada ya kupata jeraha kubwa sana la kutisha ambapo alipasuka na kuchanika figo akiwa uwanjani. Jeraha hili lilihatarisha maisha yake. Baada ya jeraha hilo alikaa nje ya uwanja kwa mwaka mzima akipambana kupona, na alijaribu kurudi kucheza soka lakini mwili wake ulishindwa kuhimili vishindo vya soka la ushindani. Ndipo alipoamua kutundika daluga mapema akiwa kijana mdogo zaidi aliyekuwa bado yupo kwenye akademi, na hapo akaelekeza nguvu zake zote kwenye uchambuzi wa soka. Alianza kazi ya uchambuzi akiwa na umri wa miaka 18 tu, karibu miaka mitatu iliyopita. Wale ambao wanamjua vizuri wanasema uwezo wake ni mkubwa sana tangu akiwa na umri huo, kulitazama soka, kuchambua soka na kutoa mawazo ambayo pengine watu waliona yanafaa kuwepo kwenye soka na kwenye technical bench. Alianza safari yake akiwa kwenye timu ya Stars of Africa Academy. Hapo ndipo alipolelewa kama mchezaji kwa miaka 5 tangu akiwa na miaka 12, na baada ya kuumia alianza kujifunza mifumo ya soka akiwa hapo. Mara baada ya kumaliza Star of Africa Academy akajiunga na timu ya Morocco Swallows FC, timu ya kwanza ya ligi kuu ya Afrika Kusini iliyompa nafasi ya kuwa mchambuzi akiwa kijana mdogo sana. Baada ya hapo akajiunga na timu ya Mamelodi Sundowns. Alifanya kazi kwenye kikosi cha vijana na baadaye akapandishwa kwenye timu ya wakubwa, lakini uwezo wake uliendelea kuonekana na akachukuliwa kwenye timu ya taifa, ambapo timu za taifa za vijana ya Afrika Kusini SAFA. Alikuwa mchambuzi mkuu wa timu ya taifa ya Under 17 na Under 20, ambapo alisaidia timu zote mbili kufuzu kombe la dunia, na kikosi cha Under 20 kilitoa ubingwa wa Afrika AFCON Under 20 mwaka 2025 huko nchini Misri, akitajwa kama moja kati ya watu ambao walipelekea mafanikio hayo kutokea. Baadaye akajiunga na timu ya Lokomotiv Golden Arrow aliyohudumu kama mkuu wa kitengo cha uchambuzi, head of analysis, kabla ya kuondoka hivi karibuni. Baadaye mnamo Juni mwaka 2026 aliteuliwa kuwa mmoja wa wachambuzi walioongezwa kwenye benchi la ufundi la timu ya taifa ya wakubwa wa Afrika Kusini kuelekea kwenye maandalizi ya kombe la dunia. Na msimu unaokuja mwaka 2026-27 tunamtarajia huyu mchambuzi wa soka kuhudumu ndani ya kikosi cha Young Africans. Katika ngazi ya klabu na timu ya taifa ya vijana, uchambuzi wake wa video na takwimu binafsi za wachezaji, individual player profiling na clips, ulitajwa kuwa chachu kubwa ya mabadiliko kwa wachezaji wengi wa kikosi cha timu ya taifa ya Afrika Kusini. Kupitia data zake, wachezaji hao waliongeza ufanisi na kufunga na kuzuia, jambo lilopelekea timu hiyo kutoa ubingwa wa kihistoria wa AFCON Under 20 bila kupoteza. Yeye ni mtaalamu aliyesomea soka la kisasa kupitia kozi kubwa za mtandao na ana vyeti vifuatavyo: CAF C license, anamiliki leseni ya ukocha shirikisho la mpira wa miguu CAF, lakini ana vyeti kutoka Barcelona. Amesoma na kuhitimu kozi maalum ya uchambuzi wa mbinu za soka, mifumo ya kisasa ya data na usajili zinazotolewa na chuo cha klabu ya Barcelona kule Uhispania. Kwa hiyo bwana analielewa sana soka. Kwa uchambuzi wake na utaalamu wake aliweza kumbadilisha mchezaji Tylan Smith. Huyu ndiye aliyekuwa mchezaji bora mashindano ya AFCON Under 20 mwaka 2025 nchini Misri, ambapo Afrika Kusini ilitoa ubingwa. Valodia alifanya uchambuzi wa kina uliomsaidia kiungo huyo kuboresha uwezo wa kupiga pasi za mwisho na kufunga mabao muhimu, ikiwemo goli la ushindi kwenye nusu fainali dhidi ya Nigeria. Lakini
Uchambuzi wake pia unatajwa kuwa umembadilisha sana Neo Rapo, beki wa kushoto wa kisasa na tegemeo mkubwa wa timu ya taifa ya vijana. Kupitia uwezo wake na mifumo ya kisasa ya Radan Valodia, Rapo alisaidiwa kuboresha ufanisi wake wa kuzuia mashambulizi ya pembeni na namna ya kupandisha timu kwa usahihi pindi wanaposhambulia, jambo linalomfanya kuwa moja mabeki bora chipukizi Afrika Kusini. Huyu ndiye zungu mpya ndani ya kikosi cha Young Africans, kijana mdogo anayeelewa sana mpira miguu. Tusubiri tuone kama kweli ataleta mabadiliko hayo ndani ya kikosi cha Young Africans.